naitwa Felista Masabo, ni mkuu wa mauzo na masoko wa kampuni ya JK White Cement Africa Limited. Kampuni ya JK White Cement Africa Limited ni wazalishaji na wauzaji wa wallputi inayojulikana kama JK Wallputi, na pia ni wazalishaji pekee nchini Tanzania na Afrika Mashariki wa saruji nyeupe, yani white cement ijulikanayo kama JK White Cement. Tunajivunia sana sisi kama kampuni kwa mabadiliko ambayo tumekuwa tukiyafanya nchini Tanzania katika sekta ya ujenzi, hasa katika upande wa finishing. Tuliweza kufanya mabadiliko katika soko la finishing kwa kutambulisha wallputi nchini Tanzania, na hivyo tulikuja na bidhaa yetu ya JK Wallputi, na tunashukuru ilienda vizuri na mabadiliko hayo yalikuwa chanya, ambapo iliweza hata kuvutia wawekezaji wengine kuweza kuingia na kuzalisha wallputi na kuuza. Sisi kwetu hiyo ni fahari kubwa sana, kwa sababu nia yetu ni kuleta mabadiliko mapya katika soko hili la Tanzania. Na hatukuishia hapo, ndipo mwaka jana pia tuliweza kuanzisha kiwanda cha saruji nyeupe hapa nchini Tanzania, ambacho ni kiwanda pekee cha saruji nyeupe, yani white cement nchini Tanzania pamoja na Afrika Mashariki. Hili ni la kujivunia sana, kwa maana imefanya nchi yetu ya Tanzania kuwa nchi pekee Afrika Mashariki inayozalisha saruji nyeupe, yani white cement. Siku hii ya leo tuna furaha kubwa sana, tumekuja hapa mbele yenu kwa ajili ya tukio moja kubwa sana. Tumekuja kwa ajili ya kumtambulisha balozi wetu, balozi ambaye tutakuwa tunaenda naye katika kutangaza bidhaa zetu zote za JK. Na balozi huyu ni mtu ambaye amekuwa na hamasa kubwa sana kwenye vyombo vya habari, amekuwa akifanya kazi kwa kujituma, na sisi kama JK kujituma huwa ni ngao yetu. Kwa hiyo tuliona kabisa balozi huyu tunaweza tukaenda naye, kwa sababu pia bidhaa zetu ni bidhaa ambazo zina viwango vya kimataifa, kwa sababu bidhaa zetu tunasema ni global products. Kwa hiyo ziko kimataifa, na tulihitaji mtu ambaye anaweza akatutoa katika hatua moja kwenda hatua nyingine, na hapo tulifikiria sana kuhusu balozi huyu ambaye leo tutamtambulisha hapa mbele yenu, ambaye anaitwa Barton Mwemba, maarufu sana kama Mwijaku. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kampuni bora kuona kufanya kazi na mtu bora. Mimi ni mtu bora, na ndio maana huwa nafanya kazi na kampuni bora. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, JK Wallputi hawa ndio waanzilishi namba moja hapa kwetu ndani ya mipaka ya Tanzania, kutuletea mfumo wa kuwa na bidhaa hii product ya JK Wallputi badala ya gypsum powder. Zamani tulikuwa na gypsum powder, ambao baadaye gypsum powder sasa hivi inatumika kwenye vitu vingine. Wao wakaja na wallputi hii ya JK kwa sababu ni rafiki. Walizingatia hali ya hewa ya Tanzania au Afrika, lakini walizingatia lifestyle zetu. Sisi unaweza ukapika hapa, mtu anarusha maji kwenye ukuta, pap, ndio maisha yetu. Yani anasuuza chombo anamwaga kwenye ukuta, pap, ni maisha yetu, ndio tunaishi. Kwa wenzetu huwezi kuona. Ndio maana nyinyi mkazingatia, mkaleta JK Wallputi ambao kwanza inaruhusu ukuta kupumua. Yani hii haiwi kama mmepiga sijui mambo yenu, inaruhusu ukuta kupumua. Kwa hiyo hata ukuta ukiloa, utaona ndani ya muda kidogo unaruhusu ule unaondoka, ukuta wako unabaki smooth kabisa. Mimi niwaambie Watanzania, tusipepese macho. Hii habari wafikie mafundi. Najua kero ya mafundi wanazozipata. Hii ndio wallputi ambayo hata ukifanya skimming haina vumbi. Kuna watu wengine ukifanya skimming ukuta wako ukiona ndii hamkai. Lakini hii haina vumbi. Yani unaiskimu ukuta wako, unauskimu ukuta wako. Na kuna mfano ubao. Tazameni ubao ulivyokuwa skimmed huo. Na JK Wallputi unapata smoothly, unaipata. Hata rangi, matumizi ya rangi hata kwa makubwa. Sasa huu ni wakati wa mafundi. Na kuja mtaani na kuja site. Tuhakikishe tunamshauri tajiri kitu kizuri.